nzima tunatoa elimu, lakini tunawauzia na jezi vile vile, ya kwamba usivae hii ni feki, vaa hii original kwa mchango na maendeleo ya klabu yako. Ndio kazi ambayo tumeamua kuifanya, na bismillah tunaianza hii leo. Jahazi naliongoza mwenyewe nikipita katika mitaa mbalimbali, na leo tunaanzia Pwani. Tunaambamba ule ukanda wa Pwani kuanzia Bagamoyo, Kiwangwa, tunakwenda mpaka Msata, napiga Mboga, Lugoba, Wami, tunafika mpaka Mkata, Msata, tunakula mbuzi choma pale, tunakwenda mpaka Segera, tunanunua machungwa, tunakunja Mombo, Korogwe, moja kwa moja mpaka Same, tunakutana na Wapare, tunakwenda mpaka Moshi, Kilimanjaro, Hai, safari mpaka Arusha. Yote hiyo ni kwenda kuzungumza na wanasimba, kuwaambia juu ya umuhimu wa wao kununua jezi. Na kwa wale ambao bado hawajanunua jezi zao, basi tunakwenda kuwafikishia jezi huko huko katika maeneo yao wanakoishi. Na mchakato huu semaji mnatarajia utachukua muda gani? Tunatumia siku hizi za mapumziko ya kalenda ya FIFA, kwa maana siku 15 hizi kuanzia hii leo chombo inang'oka. Kurejea hapa Dar es Salaam ni tarehe 15 Mwenyezi Mungu akijalia. Tutazunguka katika mikoa yote hiyo ambayo nimewatajia na mikoa mingine ambayo sijaitaja, kwa maana ya Dodoma, Morogoro, Singida, Tabora, Mwanza, Mara, alafu tunarudi namna hii tena moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mchakato wa siku 10. Hii sasa itakuwa ni opening, lakini bado utakuwa ni mchakato endelevu ambapo tutazunguka nchi nzima, elimu pamoja na kuuza jezi moja kwa moja. Na mchakato huu utakuwa ni kwa muda fulani mpaka tarehe 15 ndio mwisho, au itakuwa ni endelevu? Hii 15 tutarudi kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu ya Ligi ya Mabingwa Afrika, lakini wengine wataendelea. Lengo letu ni kuona kwamba hatuwapi pumzi wanaouza jezi feki. Tunahakikisha kwamba sokoni shabiki wa Simba anaona jezi feki, anaona na jezi original, alafu anafanya maamuzi ya kununua jezi original kwa sababu kwanza ameiona, lakini amepata elimu ya kutosha ya kwa nini anunue jezi feki, anunue jezi original. Bila shaka mashabiki wa Simba Sports Club wanataka kusikia, baada ya kutua meneja mkuu, nini ambacho kinaendelea kikasi? Kinachoendelea ni programu ya mazoezi, ambapo wiki hii kikosi kinarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena chini ya mtaalam. Kwa mara ya kwanza mtaalam Pantev atakanyaga nyasi za Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kufundisha vijana wetu mpira. Na amefurahi sana kuja Tanzania, na alifurahi pale airport tulimkabidhi jezi original za mnyama na zikampendeza kweli, na akasema tangu ameanza kufundisha kabumbu hajawahi kuvaa jezi nzuri kama ambayo Simba Sports Club amezikuta. Kwa hiyo leo hii wiki hii kati ya leo au kesho tunaanza rasmi programu ya mazoezi, na baada ya muda mchache sana timu yetu mtaiona ina mabadiliko makubwa kweli kwenye eneo la kiufundi. Mbali na hayo, semaji, kumekuwa kuna taarifa za kuhama uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mechi za ligi. Pengine utuweke wazi hizi taarifa zikoje, na kama ni kweli mnakwenda kutumia uwanja gani badala ya mechi za ligi ambazo zimesalia? Kwanza kabla hatuja divert, tumemaliza mipango ya jezi. Jana ulizungumza kuhusiana na uuzaji wa jezi, kuhusiana kama kuna maduka maalum, miongoni mwa kitu ambacho tumezungumza. Tutakuja kote huko. Leo tuko hapa. Huu mkakati unaandaliwaje Ahmed, kuhusiana na duka maalum kuhusiana na kuuza jezi za klabu? Tuna kinyago naona tamam uje kwa hapa. Hamna njia baba. Leo uonekane. Na waandishi walisema makusudi kaa hapo kwenye gari ili kinyago asije kukaa nyuma. Amesema hivyo Latifa. Mbaya wako Latifa. So wewe basi huyu dada amesema.
Kimsingi ni kwamba kwanza niseme kitu kimoja. Unajua kwa tathmini niliyoifanya wanaovaa jezi original na wanaovaa jezi fake Tanzania hii, wanaovaa fake ni wengi kuliko wanaovaa original. Na wanaopata faida kubwa kati ya mzabuni halisi na mharamia anayeuza jezi fake. Mharamia anayeuza jezi fake anapata faida kubwa kuliko mzabuni, kwa sababu wanaonunua fake ni wengi kweli kweli. Hesabu nyepesi, kwa mfano mzabuni anaweza akauza pisi milioni 1 pekee. Tufanye Simba ina mashabiki milioni 5. Katika hao milioni 5, mashabiki milioni 3 wakanunua jezi. Maana yake milioni 1 wamenunua original, milioni 2 wamenunua jezi fake. Nani amepata faida kubwa hapo? Nani amevaa jezi wakina nani wamevaa jezi sahihi kati ya original na wale wa fake? Majibu yake ni kwamba wale wa fake ni wengi zaidi. Na ndio maana hii vita sisi tunaichukulia very serious, ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya hiyo ya jezi fake. Lakini tuna kila sababu ya kumsaidia Jerut kwenye hii vita, kwa sababu Jerut amewekeza ndani ya Simba na ametoa ahadi lukuki za kutimiza ndani ya Simba. Ametoa ahadi ya uwanja, ametoa ahadi ya gari, ametoa ahadi ya kufanya usajili kila mwaka. Sasa hawezi kutoa fedha kwenye biashara zake nyingine akaja kuwekeza ndani ya Simba. Hela ya kuwekeza ndani ya Simba ambayo ili atimize ahadi yake ataipata kwenye biashara ambayo amewekeza, nayo ni biashara ya jezi fake. Kwa hiyo kabla ya kumdai Jerut kwamba timiza ahadi zako ambazo umetuahidi, kwanza sisi mashabiki wa Simba tutimize ahadi yetu ya kununua, tutimize wajibu wetu wa kununua jezi original, ndipo yeye atengeneze faida ambayo atakuja kuwekeza ndani ya klabu yetu. Ndio maana sisi tunasema ya kwamba hii ni vita ambayo tunaivalia njuga, kuhakikisha ya kwamba Jerut anatimiza majukumu, anafanya biashara ipasavyo, anapata mpunga wa kutosha kwenye faida, alafu faida yake anakuja kuwekeza ndani ya klabu yetu, anatuletea basi la kisasa, analeta mchezaji wa maana ndani ya klabu yetu, anajenga uwanja, anafanya marekebisho ya ofisi. Atafanya mambo yote hayo endapo biashara yake itakwenda sawa sawa. Sijamaliza. Kwa hiyo kwenye kuhakikisha hilo linafanikiwa, ndio maana tukasema sisi wacha twende ndichi, twende tukazungumze na Watanzania juu ya umuhimu wa wao kununua jezi original. Msemaji, mbali na jitihada ambazo klabu mnazifanya kwa ajili ya kupambana na hizi jezi fake, serikali pia inawasapoti kiasi gani kuhakikisha pia inaungana na Simba katika kudhibiti jezi fake kuingia nchini? Inatusupport sana. Tunashukuru serikali, hasa jeshi la polisi kwa namna ambavyo tunapita nao bega kwa bega kukamata watu ambao wanafanya biashara ya jezi fake. Lakini kuja kumkamata mtu kwenye biashara yake huku, hii ni final stage. Tulichotamani zaidi na tunachotamani zaidi, mianya ya jezi fake kuingia ndiyo ambayo izuiliwe, kwa sababu hizi jezi hazishuki kama mvua. Hizi jezi kuna sehemu zinapitia, na geti ziko 2 tu, either ipite kwenye maji ama zipite angani, kwa maana ya ardhini. Na sehemu zote hizo mamlaka zipo zinafanya udhibiti wake. Kwa sisi tulichokuwa tunatamani udhibiti uanzie huku. Tukifanikiwa huku, wala tuna haja ya kupita madukani na kuanza kukamata muuzaji moja moja, kwa sababu tunakuwa tumezuia yule ambaye anaingiza pale mzigo unataifishwa, feki unachomwa hadharani, shughuli inakuwa imeishia hapo, mtaani haitofika jezi. Kwa hiyo
tulikuwa tunatamani zaidi tuweze kuzuia kwenye chanzo kabla ya kuja kufika huku ambako unakuja kumkamata mtu ana jezi 10, mtu ana jezi 20, kazi inakuwa ni kubwa kweli kweli. Kwenye swala zima la bei, vijijini wengi wanaona kwamba jezi fake inauzwa bei rahisi, ndio maana unakuta mtu ananunua kulingana labda na vipato vyao. Vipi kuhusiana na hizi jezi ambazo zinapelekea kuna punguzo la bei ama bei ni hiyo hiyo? Ukisema unanunua jezi feki kwa sababu ya bei rahisi, utakuwa ni kuihujumu klabu yako moja kwa moja, kwa sababu jezi sio nguo ambayo unanunua kila siku. Unanunua mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo mtu unajichanga, unanunua jezi yako kwa shilingi 1045. Na mimi niwaambie ndugu zanguni, fanyeni utafiti, na uzuri siku hizi mnasafiri sana. Tanzania ndio nchi pekee ambayo tunauza jezi kwa bei rahisi kweli kweli. Nenda tu Uganda hapo. Nenda kanunue jezi ya timu ya taifa ya Uganda. Bei yake wewe utakimbia vibaya mno. Nenda tu Malawi hapo, kaulizie jezi ya Nyasa Big Bullets, ukitajua bei yake utakimbia usigeuke nyuma. Tanzania ndio tunauza jezi kwa bei rahisi kweli kweli. Tena kama mwaka huu Jerut ndio amefanya kufuru kweli kweli. Ametengeneza jezi ya viwango vya dunia alafu ameiuza kwa bei ya Mtanzania. Kwa bei sio kikwazo. Lakini huu mzigo ambao tunatembea nao sisi hatushushi bei. Bei yake ile ni shilingi 1045, kwa sababu kuna mtu tulimuuzia kwa bei ya jumla, anakwenda kuuza huko mtaani kwake kwa shilingi 1045. Alafu sisi tena tuingie mtaani tuanze kuuza kwa bei ndogo, tutakuwa tunamhujumu yule ambaye alinunua kwa bei ya jumla ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo bei yetu ambayo tunapita nayo ni ile shilingi 1045, ili wauzaji waendelee kuuza kwa shilingi 1045 yao ile. Tuhame sasa. Tuje huko, aliuliza hapo nataka kusema swala zima la uwanja. Nimeiona taarifa ikizagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Benjamin Mkapa imefungwa. Binafsi Simba Sports Club bado hatujapokea official communication ya kutuambia kwamba Benjamin Mkapa imefungwa. Tukishapokea taarifa hiyo, basi na sisi tutakaa chini kuangalia wapi tunaelekea. Lakini tuna options mbili. Either kwenda KMC au kwenda Meja Isamuyo kushiriki mechi zetu za ligi kuu. Baada ya kupokea maelekezo rasmi kutoka kwa wenye uwanja, na sisi tutakuja kuambia mechi zetu za ligi kuu tutakwenda kuchezea wapi. Hapo ulipozungumzia kuhusiana na swala zima la uwanja wa KMC, tetesi zinasema kwamba Yanga Sports Club ndio ambao wameomba kutumia uwanja wa KMC. Je, na nini Simba endapo Yanga atatumia huo uwanja, mko tayari kutumia? Haina shida. Wao wametumia Benjamin Mkapa na sisi tumetumia Benjamin Mkapa. Msimu uliopita wote tumetumia KMC, yeye baada ya kukimbia kule Chamazi. Kwa hiyo hakuna shida. Kama itakuwa ni KMC tutakuwa wote hapo KMC. Kama itakuwa ni wapi tutakuwa wote hapo, lakini tutawajulisha kati ya KMC au Meja Generali Samuyo, tutafanya maamuzi, tutaelekea huko. Msemaji, kwenye swala kama hili la uwanja, mara mmehama mmetoka huko mwenda huko, linawapa shauku kiasi gani ya kupata uwanja wenu wenyewe Simba? Kusema kweli, ya kuazima haistiri nini wanasema? Makalio. Mwili, tu mwili. Ya kuazima haistiri? Nguo ya kuazima haistiri hiyo. Kusema kweli linatusumbua sana. Linatusumbua kweli. Linatusumbua sana. Tena sana. Na bila shaka viongozi wangu wanaona hii hama namna hii inakuwa haipendezi. Imefika wakati sasa Simba tufanye kila tunachoweza kufanya tupate kwetu. Hii leo umehamia hapa. Leo unaweza kwenda kuhamia uwanja wa Meja Isamuyo, kesho ukasikia kuna gwaride. Umeona bwana? Kuna gwaride hapo, watu wanajiandaa sina mpango gani na nini, mafunzo kwa vitendo, mara sijui tayari mara mehama. Sijui mnaelewa Sema kweli inachosha na inaumiza. Mimi naamini kabisa hii inaweza kuwa sababu
ya sisi Simba kuwa na makazi yetu ya kudumu. Wahenga hawakusema uongo, nguo ya kuwazima haistiri mipango. Hivi mlikuwa mnajibuji kwenye mtihani hiyo? Haistiri mwili? Hamna, kuna kitu kinatajwa pale. Ukisema haistiri mwili unakosa. Sasa pale uweze kuandika hivyo, unatumia tafsida tu. Au kwenye mtihani hamkukutana na hilo swali? Nguo ya kwa ndio kutana nalo. Mliandikaje? Nguo ya kuwazima haistiri Mwili. Tunaomba utumie tafsida. Utumie tafsida. Ila wahenga walinyoosha. Another one. Ndio, nasema kuhusiana na swala hilo sasa la mchakato wa uwanja. Tunakumbuka Jairus pia alikuzungumzia hilo kwamba katika kuingia kwake atafanya hilo. Pengine kuna mchakato wote ambao unaendelea mpaka sasa? Hatujaanza. Kwa sababu ahadi ambayo aliitoa Jairus ilitegemeana na mwenendo mzuri wa kibiashara. Sio kama aliahidi atajenga uwanja kutoka kwenye hela yake ya mfukoni au ajenge uwanja kutoka kwenye biashara zake nyingine. Alipiga hesabu zake, akaona nitaleta jezi pisi kadhaa, nitauza pisi kadhaa, nitapata faida kadhaa, hii nitatafuna na familia yangu, hii nitastarehe, hii itakayobaki nitarejesha ndani ya Simba kwa ajili ya kufanya investment nyingine. Kwa hiyo biashara bado haijaenda vizuri kwa kiwango hicho, na ndio maana unaona tunalivalia njuga swala hili la kupambana yeye afanye biashara kubwa ili aweze kutimiza ahadi yake. Semaji na kutoa hapo. Tuzo za mwezi zimetoka 9. Amepata JDR mchezaji ambaye amefanya vizuri, lakini wengi walikuwa na shauku kuona Lucien Delok anapata hizo tuzo. Kwa upande wako huyu mjadala pia umeusikia. Tutuambie namna ambavyo matamanio kwenye hili wana Simba wanatamani kuona Delok anapata tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Sisi mwezi Septemba tumecheza mechi moja na Oktoba tumecheza mechi moja. Kwa hiyo ilikuwa ngumu mchezaji wetu kushinda tuzo hiyo kwa sababu kuna waliocheza mechi mbili na sisi tumecheza mechi moja. Kwa hiyo automatic kwenye kigezo cha mechi Simba tunakuwa disqualified. Though ingekuwa tuzo inatolewa pengine kwa round kwa round hizi mbili nani kafanya vizuri, bila shaka ni Simba Sports Club. Kwenye raundi mbili za mwanzo aliyefanya vizuri kwenye upande wa wachezaji wote ni Lucien Delok. Amezuia Simba isifungwe bao, lakini kama haitoshi ameipatia Simba magoli mawili. Kwenye magoli 6 ya Simba Sports yeye amefunga magoli mawili. Maana yake amefanya kazi kubwa. Lakini kwenye upande wa kocha kwenye raundi mbili za mwanzo Selemani Matola amefanya vizuri. Lakini ukija kuangalia sasa ni tuzo ya mwezi. Kama ni tuzo ya mwezi, maana yake Simba hatuwezi kuingia humo kwa sababu ndani ya mwezi mmoja wa 9 tumecheza mechi moja na kuna wenzetu wamecheza mechi mbili. Na kuna kucheza pira mikazo. Ya, tumeleta kocha wa mikazo Dimitar Pantev, na hilo ndilo litakuwa pira lake. Pira mikazo, pira tattoo. Ni mwalimu ambaye kusema ukweli mpaka sasa hajaanza kufundisha, lakini tayari timu yetu imeshabadilika kiuchezaji. Kwa namna gani wakati bado hajaanza kazi? Na hajakanyaga bado pichi ya Arena. Kitendo cha kuvaa tu jezi siku zile airport pale, timu yetu ikaanza kubadilika kiuchezaji. Ndio uone maajabu ya Dimitar Pantev. Ni mwalimu wa daraja la juu sana kusema ukweli. Ni mwalimu mwenye hadhi, wasifu na sifa kubwa kweli kweli. Ni mwalimu mtaalamu. Ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kufundisha soka la kiwango cha hali ya juu mno. Ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kumbadilisha mtu akawa star ndani ya muda mfupi. Ni mwalimu ambaye anaweza kukujaza confidence wewe na ukajiona wewe ni unafanana na Lionel Messi na ukacheza mpira kama Lionel Messi ama Cristiano Ronaldo.
Mwalimu Pantev, uwezo aliokuwa nao. Kwa hiyo baada ya kumtangaza tu na akatua airport ile siku, kila kitu cha kiufundi ndani ya timu yetu kikabadilika. Hajaanza bado mazoezi, lakini tayari timu yetu imeshabadilika. Tukisema hii leo twende tukacheze mechi, utaiona Simba mpya ambayo inatokana na athari ya uwepo wa mwalimu wetu mpya. Hajafundisha bado, ndio ujue huyo mtu ni hatari kiasi gani. Mawimbi yake, zile waves zake za ubora tayari zimeshawaingia wachezaji wetu na wanaanza kucheza mpira mzuri kabla hawajafundishwa. Na kwa sasa tutegemee mambo ya tofauti sana. Kwanza tutegemee mpira wa kasi sana. Tutegemee kuona wachezaji wanakimbia muda wote kama mwendo kasi za Kimara. Hizi mpya Tutegemee kuona Simba yetu inakaba muda wote. Tutegemee kuiona Simba yetu inashambulia mwanzo mwisho. Tutegemee kuona pasi nyingi kweli kweli. Mwalimu Dimitar Pantev kabla hajakufunga kwanza anakumassage. Anakulegeza uwanjani, anakulegeza. Anakuacha ukiwa hoi, alafu ndio anakufunga goli. Yani anakupigia kwanza pasi. Na utaalamu wake ni kwamba anaweza akafika mpaka mwisho, alafu akapiga pasi nyingi eneo lenu lile, alafu akaenda kufunga. Wewe umwangalie Gaborone United, namna ambavyo alicheza mpira mnene siku ile dhidi ya Simba. Gaborone United alikuwa na wachezaji wa kawaida mno. Mkichoka semeni. Bado. Tumechoka lakini tunataka. Choka lakini unataka. Bado unataka. Alikuwa na wachezaji wa kawaida mno, lakini angalia namna timu yake ilivyocheza kama Barcelona. Iangalie timu yake ilivyocheza kwa kujiamini na ujasiri wa hali ya juu mno. Angalia namna ambavyo alicheza kwa kutuzidi Simba Sports Club. Sasa ule ujasiri wa ile timu unahamia kwetu hivi sasa. Kile kiburi cha wale watoto wa Gaborone United kilitokana na uwepo wa mwalimu Dimitar Pantev. Sasa kile kiburi kinahamia kwetu hivi sasa. Anakwenda kuifanya Simba yetu kuwa timu tishio. Unajua Simba tuna wachezaji bora sana. Tuna wachezaji wazuri sana. Kwa tuhitaji mtu kama Pantev kwa ajili ya kuja kuwasimika wachezaji wetu ufedhuli wa kimpira ili waende wakafanye maangamizi makubwa. Ndio maana anasema ya kwamba hajaanza kufundisha, lakini tayari timu yetu imeshakuwa na mabadiliko makubwa kweli kweli. Na biidhnillah tutaanza kuyaona hayo mabadiliko kwa vitendo kuanzia mechi yetu ya tarehe 17. Ulisema unaenda kuchora tattoo mkononi. Ushapata mchoraji? Na lini unachora? Mchoraji nimempata. Na nitachora hapa tattoo. Shida ameniambia mkono wangu ni mdogo. Lakini kwa hiyo Simba hataonekana sana. Kwa naweza nikachora hapa kama Mike Tyson. Yani limradi kumwenzi tu mwalimu wetu Pantev, mwalimu wa mikazo. Tachora hapa tattoo langu. Mipango ya safari ya mechi ya Ligi ya Mabingwa hatua ya pili. Ipo mipango yoyote kwa mashabiki labda kama ambavyo wengine tunaona wanafanya? Kuhakikisha tu mnapata support mkiwa ugenini. Kwanza mipango ambayo tunaifanya inaanzia Afrika Kusini. Hivi sasa ninapozungumza nanyi wapo mashabiki wengi wa Afrika Kusini. Unajua kutoka Afrika Kusini mpaka Eswatini ni masaa 5. Kwa hiyo wameshaanza kujikusanya. Tuna mashabiki wetu pale kutoka Joburg, wekundu wa Johannesburg, lakini tulivyokwenda Durban kucheza nusu finali na Stellenbosch, tulizindua tawi jingine pale la wekundu wa Durban. Kwa hiyo wale wote wanajikusanya hivi sasa kwa ajili ya kuelekea Eswatini. Lakini tutawachukua vingine wa Botswana,
na kuna mashabiki wengine kutoka Zimbabwe pamoja na Zambia na Malawi, na wenyewe wanakuja kwa ajili ya kuja kuisupport Simba yao. Kwa hiyo mpaka sasa tuna kundi kubwa la mashabiki kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ambao wanakwenda Eswatini. Kwa hapa nyumbani Tanzania bado sijapata maelekezo ya viongozi wangu tunafanyaje ili kuaccommodate mashabiki ambao wanahitaji kwenda na timu Eswatini kwenda kumpelekea moto mpinzani wetu usingizini. Nitakia safari njema. Mbona mmewahi kumaliza? Tupate kama matatu ya mwisho. Sifa za Pantev mmeridhika nazo, lakini hapo kwa kocha Pantev wanasema kwamba sio muumini wa backpass ambazo zilikuwa that's very nice question. Ni marufuku backpass Pantev, formula yake. Yaani uwe umezidiwa nishaanza kusikia njaa, interview imekuwa ndefu. Hapa nipate maandazi. Kuchoka sichoka. Jasho ni binadamu. Nipate maandazi yenye hamila nyingi nipoze njaa. Ni marufuku kupiga pasi ya nyuma. Labda uwe umekabwa sana ndio unaruhusiwa kupiga pasi ya nyuma. Hiyo ndiyo falsafa ya mwalimu Pantev. Na Pantev ana formula mbili. Formula ya kwanza ni mbele kwa mbele, yani twende kwao. Na kwenda kwao kuna mgawanyiko wa aina mbili. Tunaweza kwenda kwa kupiga pasi nyingi za haraka haraka, ama tukapiga ndefu tukaenda kwao kwa kufika kwa wepesi. Na kupiga pasi nyingi za haraka haraka, wachezaji wa namna hiyo tunao, wakina Budo anagusa, anaondoka, anakwenda kuchukulia mbele, anaachia kule. Kupiga pasi ndefu, hiyo ni kazi ya Alassane Kante. Nachukua Marichi. Kwa hiyo ni marufuku, hairuhusiwi, it's strictly prohibited. Strictly prohibited kupiga pasi nyuma. Wakati upi unasema? Wakati mechi inachezwa. Yaani anapoanza Kamara, akaanza kwa Mligo, au akaanza kwa Kapombe. Kapombe anaileta kwa Rushin, Rushin anamwachia Shamo. Shamo anamrudishia tena Rushin. Tunaondoka hapo. Mali inakwenda moja kwa moja kwa Kagoma. Kagoma asante sana. Kagoma anagonga one touch. Inakwenda kwa Alassane Kante. Kante ndio atafanya maamuzi pale. Apige safari ndefu au aanze nyepesi kwa Ahua. Ahua ataangalia aende kwa Kibu au aende kwa Mpanzu. Mpanzu akichukua mali moja kwa moja analeta katikati kwa Soa. Hilo ni goli. Hii inahusiana na Busa Cheto de Costa maji. Wewe achana na mipasho hiyo wewe. Ndio yenu inaitwaje? Pira mikazo alina hayo mambo hayo. Umewekaje? Kwa hiyo safari bana tuna kocha Menuno na tuna kocha mikazo. Si ndo Menuno? Sisi tuna mikazo. Lakini taarifa zinasema hayupo mjini. Washamfukuza hiyo waseme. Bana waandishi, nendeni mkamuulizie foil yuko wapi? Hatujamzoea ukimya huo. Wewe Latifa, nenda pale panapojaaga maji. Nenda kaulize foil yuko wapi? Wanamfukuzaje kimya kimya? Wanasema kwamba ameenda likizo. Anarudi lini tujue? Kwa hiyo itoe taarifa kwa umma. Anarudi lini? Ndeni mkaulize, wasilete ujanja hapa wa kumfukuza kocha mwenye vyeti. Kocha mwenye vyeti. Kwa maana kuna kocha ambaye hana vyeti huko ligi kuu. Asi ndio wao wanalingia vyeti. Tutakutana huko. Sasa kama vyeti dili, mbona wamemfukuza kocha kimya kimya? Lakini kwa maana anafundisha. Anavyo. Hata kama anajua mpira. Sisi tunachoangalia ni kujua mpira. Haijalishi ana vyeti au hana. Vyeti si makaratasi tu. Mbona wamemfukuza kocha mwenye vyeti vingi? Yule bwana Menuno ana vyeti vingi, ukivipanga kutokea Mbagala mpaka Mkuranga.
lakini boli hajui. Hajui kufundisha. Wanaona aibu sasa hivi, mfukuze wewe, mfukuze wewe. Umemleta wewe? Hapana, umemleta wewe. FIFA wanamtumiaga kufundisha makocha wengine. Fundisha wachezaji. Sio walo staff. Fundisha. Sasa hiyo si notice tu. This is that fundisha wachezaji. Sijui umeelewa? Fundisha watu wacheze mpira. Semaji shukrani. Ya mwisho nani? Conte anakata sana umeme kuliko Kante. Wewe muone anacheza. Wewe Conte umemuona akicheza? Nimemuona kwenye TV. Wapi? Rwanda na kunyangalia. Ni mabonanza. Mabonanza hata Mkeyenga anacheza lazima vizuri tu. Mechi za ushindani tuliwaingiza chaka. Wale si wana kawaida yetu ya kutuchungulia tunafanyaje. Kwa hiyo mwaka huu tukasema tutawasomesha namba. Kwa hiyo tukawapelekea jina la Conte. Bane, huyu kiungo wa maana Simba wanataka kumsajili. Basi kama kumbi. Mpaka Tunisia. Wakapigwa hela nyingi kweli kweli, wakamchukua Conte. Sasa hizi yuko pale. Kazi naye hawana. Kila wakimwangalia hivyo anajionea aibu. Alafu wataalamu tukaingia taratibu, tukamchukua Kante. Tukamleta pale unyamani. Baba akafanya balaa kweli kweli. Juzi mmemwona Kante hatari aliyofanya. Jana akafanya kufuru, juzi akafanya kufuru. Alikuwa anachukua mali kwa Kagoma, alafu anapiga pasi ndefu. Alafu ana uwezo wa kupitisha pasi katikati ya watu 12, mpira ukapita usiguswe na mtu yoyote mpaka ukafika kwa mhusika. Wewe Kante ana hatari vibaya mno. Sisi ni wataalamu wa masuala ya usajili. Semaji tunamaliza. Shukrani. Leo mmechoka nyinyi Safi sana.